Ulipo uko mzima? Mimi nipo mwenye bweri wa afya na niko hapa kama kigogo kila wakati. Niko tayari kusukuma gurudumu la dawati la lugha katika West TV, ambapo hapa tunakupa nafasi ya kuhakikisha kila kitu kinaenda sawa. Wewe kama mwanafunzi, wewe mfia lugha, wewe mzazi ambaye upande wote pale uko pale kuhakikisha kwamba unajivunia lugha yetu ashirafu, lugha ya Kiswahili. Na hapa kila Jumamosi, hapa ndivyo tunavyofanya kila Jumamosi ya kila wakati. Awamu mbili za kujifunza Kiswahili. Awamu ya kwanza tunazungumzia mada jumla, awamu ya pili tunajikita kwenye fasihi. Ila leo hii nimepata ile nitasema nini, lakini kwanza wacha niwakumbushe, naitwa Hiran Mugaisi na unaweza kufuatilia kipindi hiki kupitia mitandao yetu vile vile ya kijamii West TV, vile vile kibinafsi unaweza kwenda upande wa YouTube West TV Live, au binafsi utanipata kwa page yangu ya YouTube Hiran Mugaisi. Mgeni wangu leo ni, kwa sasa mimi nitamuita mgeni kwa maana tayari alikotoka ni mbali, na ni kama yule mwana mpotevu aliyebatizwa baada ya kutenda dhambi na amerudi kufuata ulokole. Ila sijui kwa ulokole huu atasalia hadi lini, lakini kwa sasa kitu ambacho tunashukuru ni kwa maana ameingia, amevikwa, akawa mwana kondoo na akaja akawa na mwili mpya. Huyu ni jamaa ambaye awali amekuwa anatufaa sana, ni muasisi, ni mmoja wale waasisi wa kipindi cha dawati la lugha miaka mingi sana. Hata sitambui kwa maana kama yeye anaweza jua tumekaa hewani kwa miaka mingapi, pengine nitakuwa namuuliza awe kama anakumbuka ama anajua, lakini ni bingwa ambaye aliweza kuchukua nafasi wakati kipindi dawati la lugha ilipokuwa inaanza, na akajitafutia kiti chake, akajiwekea pale kando, na akasema katu hapa si banduki. Anajiita Mwalimu Kaka Fred, mwandishi na vile vile mwalimu, vile vile yeye ni mmoja wa jamii ya dawati la lugha hapa West TV. Bingo, ujambo? Alhamdulillah. Kwanza wacha nikupe heshima zako sana. Shikamoo. Marhaba. Kwa hiyo mwanzo ni kushukuru kwa yote na hata zaidi kabisa kwa maombi yale tu mlivyonikuzia, kuniombea kwa yote. Nakumbuka tarehe 12 tarehe 12 Februari mwaka jana nafikiri. Nafikiri hapo ndo yalijikuta pale kwa ajali kipindi hicho. Nafikiri ni maombi ya Mungu tu. Wanasema kwamba Mungu akikupangia mabaya usisizie tu ile mabaya pale. Bila shaka kuna mema baadaye. So bure ndo haya tu. Nimejikuta nafikiri mwaka jana takriban mwaka mzima sijakuwa hapa. Na wengi wakasema kwamba eti kwamba mwalimu alikuwa ameenda kupotea kwake, atarejea amekuwa mweupe. Ila bado hali ni ile tu. Hali ya mkeka ikawa hali ya gunia. Tofauti hakuna. Bila shaka kwa sababu sura ni hiyo tu. Bila shaka nikija hapa nikisema wewe ni Kaka Fred, nasema sio ule, lakini kwa hiyo wanasema ndio huyu. Wanasema kweli ile rangi ya Kaka Fred ipo. Tunakuona na rafiki yetu. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa maana kwa yale yote ambayo uliyapitia tayari upo, umepata nafuu na unazidi kukikuza Kiswahili. Hicho ndicho cha msingi. Familia wajambo? Wajambo wale wema wale. Nashukuru pia ni wazima, wamekusalimu na vile vile ni wasalimu bila ashaka tu wanadawati wale watazamaji wetu hapa. Kwa hiyo yote ni kusema asanteni zaidi. Vile vile mzee wangu, mzee kumaanisha baba, na mimi nimetaka kuwajulia wazee wetu wale wako vipi. Unajua wakulima mahiri sana. Ule ni bingwa wa mkali ule. Mkulimaji mzuri kwa sababu yeye mara nyingi shule zake kuna shule kadhaa pale. Wale wenye
yakititia shida kidogo na mboga na kadhalika, pale nyumbani ni mkulima hatari sana. Mwambie ukifika kule Msabai, na umwambie wale watoto wake ambao aliweza kuwazaa na akatufundisha, ila akatufanya tukaogopa sana kilimo. Tunazidi kulima lami kule mijini. Tupo bwana. Bila shaka lazima upo. Nafikiri umenikumbusha kuna swali ulikuwa unadakizia kidogo. Nakumbuka nikija hapa tarehe ngapi? Tarehe 14 labda. 14 hapo ama 15 pale. Mwezi wa 7 mwaka wa 2016. Mwaka 2016. Mimi ndio unaona, mimi mwelekezi mmoja waanzilisha kipindi hiki, ila sikumbuki mwaka, lakini kaka Fred anasema kuja hapa. Alikuja na wakati huo nakumbuka hatukuwa hata tumemaliza miezi kadhaa kwa kipindi hiki, kwa maana najua tulikuwa na tukikumbuka sana, tulikuwa tumeanza na mwalimu ambaye tulikuwa tumempata hapa, Christ the King. Alitoka akaja mara 2 karibu mara 3, ndipo akatuambia vile vile na rafiki yangu anaitwa mwalimu Fred, anaweza akatufaa kidogo, na vile ulivyokuja ukawa umemtimua. Ila yote 10 lazima tuwajibikie wanafunzi katika kipindi chetu cha Dawati la Lugha. Mtazamaji, tunakushukuru sana wewe kwa mpenzi wa kufuatilia kipindi hiki, na tunakuona fahari kubwa sana kila wakati unapotenga muda wako kutazama kipindi la lugha. Kwa walimu wetu wale wote kutokea kwa Timothy Msikoyo, juma jana tumekuwa na mwalimu Bramwell Makari, tayari ameniambia yuko safarini anaelekea kule Umasaini. Kule ndipo anapochumia juani, halafu akija huku anaiweka kulia kivulini, na sisi ni wale kupe ambao lazima tule na yeye wakati amechumia juani. Kwa hivyo mwalimu, unaposafiri tunakutakia bwana safari njema ya barabara. Kuna mengi, lakini sisi tunakuombea ufike ukiwa salama salimini. Tuko na mwalimu Kulecho vile vile, mmoja baadhi ya walimu ambao walitufaa. Tuna walimu wengi sana, hadi mwalimu wetu wa St. Peter's Mumias anaitwa mwalimu Brian Whitkins Odero, yuko kule saizi, masala ya drama, maigizo na nyimbo yamemkaba sana, ndipo hatujaweza kuwa naye kwa muda. Dakika ngapi hizi zimesonga? Dakika kadhaa. Wacha tulizamie mada la leo. Na kaka Fred, wanafunzi wako salama? Wema. Sawa, na vile vile pia wanafunzi wetu, nafikiri wanafunzi wetu wa kipindi cha Dawati, kwa sababu pia ni wazima pale. Wengine wananijuza, wamenitumia jumbe hapa kuniambia atukume Mungu yupo. Kweli Mungu yupo bila shaka. Kama mayai ipo Mungu atakosa kuwepo bwana. Ndio haya tu. Nafikiri pia vile vile nimekutana na nafikiri ni ujumbe kadhaa tu kuhusu wengine ni wanafunzi kumaanisha shuleni, na vile vile wanafunzi wetu wa wanadawati ni wazima wale, lakini sasa pia wanajifunza kila leo. Wakasema kwamba kaka Fredi, mbona usitujuze tu mawili matatu kuhusu fasiri hasa Kiingereza na Kiswahili. Sana watu wengi wanajua tu Kiingereza, lakini upande wa Kiswahili inakuwa shida. Wanasema Waswahili ndipo wakati mlileta masuala ya kutohoa, ndipo mlikuja mkasema tusijikune akili sana bwana, na tunaweza kusema ati kuna mgodi, ati kuna goldi, ati hapa unajua wamechimba goldi hapa na gold, yaani ati kwamba inaendana. Sasa kuna goldi. Tukilizamia neno fasiri. Na awali ukinieleza kwamba ulikuwa watu wengi, wanafunzi wengi wamesema tupe masuala ya fasiri, na nikakuja nikasema ni fasiri au tafsiri. Ila ukakuja kuniambia haya maneno mawili kuna utofauti ya fasiri na kuna tafsiri, na tukasema kwa maana fasiri ni ile tunasema ni interpretation, alafu tafsiri ni translation. Sasa mbona kwa maana hata Kiingereza imetupa utofauti, lakini mwanafunzi mzuri tayari mimi nishakupa ule utofauti. Interpretation na translation, tafsiri ni translation.
unalitoa katika lugha moja unajipeleka katika lugha nyingine, ila kuleta nini maana na tafsiri ni jina lingine la ni kama hivyo. Wacha tutakuwa tunalizamia, lakini tafuta translation na interpretation rahisi tutaipata bingwa. Kwa hivyo pale kuna maneno ambayo pengine tulizamie ili tuweze kupata mwafaka wa fasiri ya majina kutoka kwa Kiswahili hadi Kiingereza. Sasa pengine pale wale tufaa tuorodheshe pengine ni wapi, alafu tuzidi kuendelea. Bila shaka, kwa sababu baadhi ya watazamaji wetu ama wanafunzi wetu walikuwa wamepasha baadhi tu ya matamshi ya Kiingereza, na ni ukweli, kwa sababu tunapokuwa kwenye chumba kama hiki bila shaka tunasisitiza yale ya uswahilini kadhaa na kadhaa. Kwa moja kwa moja kuna baadhi ya nitakuwa nataja tu baadhi, alafu mwisho wa siku utapata kwamba kuna mwanafunzi mmoja atajifunza mengi, kwa sababu wengi wamezoea tu yale ya kule kutohoa naam kutohoa. Na nafikiri uswahilini wanasema kwamba si ule utohoni au kutohoa hakutoholewi tu hivyo tu kila hapana. Wakati mmoja unaweza tohoa, lakini kuna neno mle ndani. Na tukisalia pale samahani kwa kukuchachawiza mwalimu, tukisalia pale kwa kutohoa. Je, kutohoa kuna maanisha hakuna neno la Kiswahili? Naam, ni ukweli, lakini unajua wanapenda wanahisimu jamii, naona wanatuma ujumbe wanahisimu jamii. Kweli unapotohoa kiukweli unawezekana labda una haja sana tu ya kutamshi Kiswahili, lakini leo hino inabidi tu arejelee la kutoa kwa Kiingereza. Lakini kuna baadhi ya majina ambayo hayana Uswahili, yanabana salia vile tu Kiingereza. Mfano, hata nikupe mfano hai. Neno redio. Jina lingine, msamiati mwingine wa neno redio ni gani? Bila shaka tumezoea rungoya, lakini zoea rungoya ni simu hiyo. Rukwama, lakini mara nyingi tunasisitiza kama redio. Redio. Kwa maana kumaanisha tumeitohoa tu, ila kuna jina lake la Kiswahili. Pengine umetupe maneno ambayo ulikuwa umetuandalia. Tusonge mbele kutoka hapo. Bila shaka kuna baadhi ya maneno hasa Kiingereza, lakini tutakuwa tunayapasha kwenye masala ya Kiswahili moja kwa moja. Kwa hiyo kuna neno nitajaza tu baadhi ya maneno haya, alafu pia wanafunzi anaweza pia kusisitiza katika matamshi yote haya. Kwa moja kwa moja kuna neno register. Register, nafikiri walimu wetu wanapokuwa pale shuleni wanaeleweka ama wanafahamu vizuri neno register. Register ni kitu gani na kadhalika. Kwa ile unapata mwalimu wa Kiswahili mara nyingi huwa asisitizi tu ile kuandika tu register, hapana. Badala yake huwa wanatumia neno masijala. Masijala ama wanasema sijala. Watumie sijala ni masijala. Aha, na sisi kama waandishi wa habari sana tunatumia register. Tunasema kuna register ya Tume Huru ya Uchaguzi na Uratibu wa Mipaka, register ya IEBC. Sasa ni unasema ni haki tuseme masijala ya IEBC. Kweli bwana, Kiswahili bwana kinakuwa bila shaka masijala. Kwa sababu unadondoka tu neno register ile mara nyingi, kwa sababu kupata taarifa fulani whatever kitu fulani wanafunzi wanakuja kama leo sana walimu wanaeleweka, wao wanachukua register yao, ama wanapata mwalimu anasema nipe register yangu. Lakini kilugha tu ama kwa ufahamu mwema ya Kiswahili inakuwa masijala. Na nafikiri kuna tofauti mbali kidogo na register na hiyo ya staff room. Sababu nimesema register kwa sababu ni kando bali. Staff room, bila shaka staff room ni walimu, bila shaka kutokana na tupitasha neno register ni walimu. Mara nyingi nikisema staff room, mara nyingi tena kwa asilimia kama 100 pale wale tu. Kwa hiyo masijili bila shaka au majilisi bila shaka ndio staff room. Sasa mwanafunzi ajiweke wazi sana kwamba masijala register, majilisi staff room. Mwanafunzi ametumwa na mwalimu kwenda
katika masijili, kwenda masijilini au kwenda katika majilisi, kwenda katika majilisi kuleta Chabu au kuleta nini? Kuleta register majilisi. Kweli bwana, Kiswahili kinakuwa kigumu. Na tokea hapo, unajua hapo mara nyingi pia ni vizuri masijala, majilisi ile masijala. Sasa majilisi staff room, masijala register. Tukasalia pale pale, kuna nafikiri kuna neno kama vile ground, inaitwa graduation. Graduation wanaita gown sana sana, tunasema kuweka gown ile gown. Waje sasa tumezoea graduation. Unakumbuka mwaka jana nafikiri December pale kulikuwa na graduation nyingi sana. Utapata mara nyingi kwa asilimia au unapoambiwa kwamba kuna graduation inakuja mahali fulani, kwa hivyo ukitamshi tu, ukitaja katika matamshi ya yale mavazi graduation, hiyo gown ile bila shaka hiyo gown, unapata kuna baadhi ya watu au hawatambui sana kwa Kiswahili. Kwa bila shaka gown ndio inaitwa gauni. Sasa hiyo inakuwa inaitwa maleba au malebu, lakini maleba sana sana. Vitu hivi vingi itabidi tunafahamu, kwa maana unagundua kuna wakati fulani unapofika lazima tutafute misamiati sahihi ya wakati ule. Sasa ukimpata, lakini sana sana nimekuja kugundua hata maneno haya, ndipo tunasema kwa mwanafunzi anafaa kufahamu tunapotohoa, kwa maana sisi tutaita tu gauni. Katika Kiswahili tunasema katika gauni. Na mimi nakumbuka kuna shule fulani, taasisi fulani ambayo waliweza kuleta wale mahafali walileta tatizo sana na kusema kwamba mbona sisi tumepewa gauni ambazo zimechoka, hizi zimefuliwa zikafulika kweli kweli, yani zimeparara hadi zikawa kuukuu. Ndipo tukasema lakini tumeambiwa msamiati sahihi ni maleba. Sasa ile gauni maleba. Vile vile nafikiri tumekuwa hapa maeneo, kwa mfano hapa kwenye ili jumba lote tu hapa la West Media kwa mfano, kuna maeneo ya mbele na vile vile kuna maeneo ya nyuma. Nafikiri kwa Kiingereza wanasema kwamba ni front view. Front view kumaanisha ni ile makazi ya sehemu mahali yako mbele, mbele yako ni front view. Kwa mfano ukiwa hapa unasema ni front view. Lakini nyuma inaitwa back view. Kwa hivyo front view, mtazamaji, wa Kiswahili ndio inaitwa mandhari mbele, front view. Alafu back view ndio inakuwa mandhari nyuma. Kwa hiyo wakati mwingine kitu unaposema tu, ukitaja tu maneno ya front, nataka jengo, kuna watu wanapenda kusema nataka jengo ambalo nikiwa pale naweza nikaona front view, au nataka studio apartment ambayo ina back view. Kumbe tu ni virahisi kusema nataka jengo lenye mandhari mbele na mandhari nyuma. Hivyo ndio makuzi sasa ya Kiswahili kweli. Na biashara na vile tukiachia pale, kuna nafikiri vitu tumelizungumzia tu ile neno nickname sana. Na unapo sana sana wewe kama upate yako wewe moja kutokana na hili rangi lako la ajabu unaitwa Blackie. Bila shaka kweli. Na zaidi ya pale, mtazamaji, kuna rafiki yangu sio mwingine yule huyu tu, mchezo wangu huyu, tunamuona huyu jina lake ni tofauti. Kwa wale wanaotazama naomba usinitumie kama mfano, tumtumie Dr. Kundu. Anaitwa Mzae. Dr. Kundu. Au hata mimi mwenyewe na nickname yangu. Kwa mfano tu neno kaka. Neno kaka. Na kiukweli ni kwamba hata director na mkurugenzi ama mkurugenzi wangu saizi, hata ukitaja tu majina yangu, mtu yote akitaja tu majina yako kamili tu, mtu anasema ule simfahamu, basi hivyo tu. Kwa nini? Lakini ukitaja tu natafuta mtu kaka Fred hivyo tu, unajulikana sana nickname sasa. Bila shaka nickname ndio inaitwa ama jina linaloitwa lakabu. Ni jina la lakabu. Lakabu ndio ni nickname sasa.
Na kuna mwingine sitaki kumtaja kwa hivyo hayupo, lakini ataleta tabu yule. Sahili mali yupo bwana, anaweza akavimba tu. Kuleta tabu sana. Nickname lakabu. Kuna neno jingine hapa kwa upesi mundo. Kuna neno uterus. Uterus nafikiri tupataje uterus nafikiri ni wale wana sayansi wanaelewa maana ya uterus ile uterus. Uterus katika lugha ya Kiswahili bila shaka inaitwa chupa. Chupa. Na tunapataje tu neno chupa? Chupa ni inaweza kuwa maana moja ama na zaidi. Kuna chupa kifaa kile ambacho chupa ambacho kinatumika kubebea vinywaji, hicho ni chupa. Halafu sasa kuna chupa ambaye ni uterus. Kweli mambo ya sayansi unajua. Mwisho mimi nikimuuliza Viano kama anaelewa haya mambo hapo anaelewa, nasema yeye biolojia alikuwa tabu. Yeye unajua mwana isimjamii wale mtu isimjamii. Haya, kisha bila shaka nafikiri siku hizi unapotaka acha nianze kwa mfano fingerprints kwa Kiingereza fingerprints. Kwa sababu unajua fingerprints hutumika mara nyingi masala ya Kena pale kwa sasa kama kwa sasa kuna zoezi ambalo zinaendelezwa ya kuwasajili wapiga kura wapya, na ilikuwa imeleta utata kwa maana kuna wale watu walikuwa wameanza kusema wale wazee wa miaka fulani wanakwenda wakienda pale katika kusajiliwa hawa fingerprints zao hazipatikani, na wengine wao wana tabu, ila kuna siri kubwa sana walisema wameweka katika fingerprints ili ukienda wakati unaweka kwa wasayansi ni wanasayansi wamesema fingerprints peke yake ndio inayotofautisha binadamu mmoja kutoka kwa binadamu mwingine. Hiyo fingerprints tupe fasiri yake. Na bila shaka fingerprints katika lugha ya Kiswahili inaitwa sezi. Yani sio kusema ni sada whatever. Sezi. S-E-E-Z alafu I sezi. Mshukiwa alipokamatwa na kupelekwa kituoni alichukuliwa sezi na kupashiwa pale. Hata siku hizo ukitaka hata nambari yako. Siku hizo nambari yako mpaka uwe kwenye kitambulisho. Na kwenye kitambulisho bila shaka lazima uweke kwenye sezi yako ichukuliwe. Kweli. Basi ni upata idea nzuri. Kisha kuna neno hapa linaloitwa loneliness. Upweke. Sisi tunaitoka upweke, loneliness. Wacha pengine tujue fasiri kamili. Loneliness ama bila shaka kama ulivyosema mfano pia ni mwema huo. Vile huitwa kivumvu. Niko lonely, kumbe si sina upweke. Na kivumvu lugha sanifu ndio hicho sasa. Kisha kuna neno jingine hapa kwenye maandishi yangu nilipotumiwa na wasikilizaji wetu, kuna neno hereditary, lakini sasa mimi sijafahamu vizuri. Mwalimu wa Kiingereza, sijui mwalimu wa Kiingereza sitaki kumtaja kwa sababu nafuatilia hapa sana. Ulipata tabu sana. Sawa tu mwalimu wa Kiingereza kwa pale naona. Bila shaka hereditary ni Kiswahili anaitwa kizalia. Basi ndio hereditary. Huyu ni Sifuna huyo. Bisifuna. Wangu Kiswahili. Hicho. Haya. Bila shaka kuna neno appetizer. Ndio unajua sana appetizers kama kwa sasa kama mimi tukienda sisi ambao kwa sasa tumejizoesha hoteli za kifahari. Tukienda kwa tunasema tuletea appetizer, lakini si hizi zingine za huku nje. Kuna hoteli za huku nje ukienda appetizer kwanza unashiba kabla uitishe ule mlo. Sasa wakaondoa kwa maana appetizer unakwenda pale unasema nipe chapati
na maharage kama appetizer, kwa ndo mlo. Yes. Kama ndo hicho appetizer bila shaka ndo kiamshahamu hicho sasa. Ndio kiamshahamu. Appetizer hiyo sasa ndo kiamshahamu. Kwa kuna neno jingine, mapishi haya yananipa hamu. Tukisema hiyo kiamshahamu, appetizer. Ina mfano gani ama pengine ufafanuzi wake zaidi? Inaweza kuwa je, ni chakula au ni ile maandalizi tu ama ni hisia? Bila shaka ni hisia, kama ulivyosema ni hisia. Kwa mfano sasa hivi tuseme hivi, mwelekezo yangu huyu basi kumtaja anajua. Kwa mfano sasa hizi wakileta kuku, andae kuku hapo ukiwa hapa, ukiwa tu hapa tu, bali ukisikia kuna tamaa ya kuku pale nje, pale unaanza kujifuna jihisi mpaka nataka ile amsha mama appetizer unatamani. Kwa nini? Kutokana na muda huu kweli, labda umekaa mwaka mmoja, miaka miwili ujai kula kitu fulani, kwa hiyo unaanza ndio appetizer. Sasa appetizers nyingi, amshahamu ndio nyingi, unatamaa zaidi kuingia kula chakula. Ingekuwa yule mwingine ungekuwa umemtumia mfano tofauti. Kwa maana ungesema yule kwamba akipata kiamshahamu, akimuona yule nguruwe aliyenona akiona minyama anapandwa na anaona kiamshahamu kinakuja pale, ndipo anaitwa Palinyang. Yuko Kisumu, anatuletea michezo ambayo inaendelea. Kiamshahamu, appetizer tushaipata. Naam, tukigusa kidogo sisitizia mawili matatu tu kuhusu magonjwa. Jambo la kwanza, kuna neno cholera. Na kwenye makuzi ya cholera hapa, yale nafikiri wengi tumezoea sana neno cholera. Tumezoea kwa nini? Kwa sababu mara nyingi huwa tuna hata ukija, kwa mfano mimi mwenyewe ninapopelekwa mahali kwenye hospitali nasema kwamba mimi na cholera, maana nini, natamsha tu ile Kiingereza cholera, lakini ile ya Kiswahili balaa tupu. Na hata hivyo kwa wanafunzi wetu utapata kwenye insha, kwenye maandishi yake ya insha anataja neno cholera kama ulivyosema, cholera na kadhalika. So neno cholera ama wengine wanazoea cholera, sema cholera kadhalika. Kwa hivyo cholera ama cholera, si cholera. Sasa umesema cholera, hiyo tutakucheka tukingoja. Ndio sasa ugonjwa wa waba katika lugha ya Kiswahili. Unasema huyo ana waba. Waba au waba, ana waba. Ana ugonjwa wa waba, ugonjwa ambao unatokana na maji chafu. Na ikumbuka mwanafunzi akumbuke kwamba maji chafu yanaleta waba, na vile vile kuna ugonjwa wa kichocho ambao tunaita bilharzia, na vile vile pia kuna minyoo. Bila shaka mbali na cholera hapo, vile vile kuna ugonjwa wa safura. Sasa haya Kiswahili safura, lakini wa Kiingereza basi wanaita anemia. Sijui ni anemia ama ni anaemia. Anaemia hiyo pengine ni lugha yako ya mama. Haya basi, bila shaka ni anemia sasa. Kwa ni anemia, bila shaka ndio ugonjwa wa safura. Anemia. Ugonjwa ambao damu inaisha mwilini. Na tukisisitizia pale kuna neno elephantiasis ama elephantiasis. Nadhani kipindi hicho basi ile wakati tulikuwa tunaambia usome ulikuwa unaruka kwenye dirisha. Ona sasa vile unataabika kusema elephantiasis. Ugonjwa wa elephantiasis, uvimbe kwenye miguu, unapata mtu amevimba kabisa. Huko ndo Kiswahili inaitwa tende. Ugonjwa wa tende. Kumbuka kwamba tende pia kuna ule mmea ni mmea au ni tunda sasa. Tunakula wakati wa Ramadhani. Mimi mwalimu Dr. Omari Kundu kitambo sana akiniletea
Kwa maana aliniambia wakati wetu wa Easter hata sikumuona, sasa sitaipata tende. Sasa ukikumbuka mwanafunzi, ni vizuri kumbuka neno tende. Utagundua pia ni jina lingine la elephantiasis, ule ugonjwa wa kuvimba miguu. Akisha kuna neno jingine wala wa nafikiri ni wale wa kike upande huo, masichana nafikiri. Neno sodo katika lugha ya Kiswahili ni sodo. Katika sodo sasa katika lugha ya Kiingereza ni sanitary pads. Sanitary pads. Siku hizi tumeiweka sanitary towels. Ama siku hizi ndio sanitary towels. Bila shaka sawa, bila kwa sawa. Kwa katika lugha ya Kiswahili basi ndio kaitwa sodo. Kwa wasichana hata siku hizi si wasichana, hata vile tu wavulana. Kaka usiende kule. Nikisema hivyo kwenye uandishi wa insha, labda mwandishi ama ni ama mimi kwa mfano mimi ni mvulana, lazima vile ueleweke ule wa sodo, na vile anataka kupasha neno sanitary pads ama towel, anapasha kwa lugha ya ule kutoa pesa pamoja. Sema padi. Unajua sasa nyinyi watu wa FIFA wa kucheza mchezo wa FIFA mliharibu sana, msema wewe jamaa nipe padi. Kumbe wanasema padi ni mambo mengine, lakini kwa sasa wanasema ni sodo. Na wakati fulani nimekuwa najaribu kuangazia pakubwa, nikagunua kwamba sodo haina wingi wala umoja. Neno lile tu ni sodo, kwa maana mara mingi tulikuwa tunatumia visodo. Sasa ni wakati fulani kuja nikajiuliza, tukitumia visodo kumaanisha je, ni uwezekano kuna kisodo kile kimoja? Lakini ndio katika ule kutafuta kuchakura ikasemekana kwamba neno stahiki ni sodo kwa wingi kwa Kiswahili. Kwa sababu ingekuwa neno kisodo, kisodo labda ingerejelea maneno yako ya visodo, lakini lipo neno halisi bila shaka ni sodo tu. Vile kuna jamaa anaitwa Humphrey Wafula alikuwa ametumia ujumbe tu akasema kwamba kaka Fred, naomba kupata neno inaitwa wrinkles ama wrinkles. Uzee umeanza kumwandama. Jana mdogo tu ule sije ni kwa nini? Hata tuwekelee jua basi. Tuseme jua imemkulia kali sana, ikabidi akajigundua kwamba ana wrinkles. Bila shaka wrinkles katika lugha ya Kiswahili inaitwa kunyanzi. Kunyanzi. Na bila shaka ana makunyanzi. Makunyanzi. Natoa mfano mwingine sawa tu Humphrey. Bila shaka uzee unapokuandama Humphrey, samahani, makunyanzi ni yako, hayaondoki, yakupatie. Haya mimi siko kule kabisa, kwa sababu Amos Wamalwa alikuwa vile ameniulizia neno, nafikiri ndio flask. Flask katika lugha ya Kiingereza flask ni Kiingereza. Ni Kiingereza ni flask, lakini sawa tu. Chupa chai katika lugha ya Kiswahili chupa chai ndio flask. Sisi muda mrefu tumekuwa tunatumia thermos. Bila shaka ndio thermos na hilo. Sasa thermos ndio flask ama siku hizi inaitwa chupa chai. Ngawaje kuna neno jingine sitaki kupasha hasa kwa wanafunzi, hasa waandishi wa insha apashe majina mengine la sivyo. Bila shaka kama ni thermos ama ni flask, hiyo unamjua katika lugha ya Kiingereza, bila shaka inaitwa chupa chai. Na bila shaka chupa chai si maneno mawili, hapana, neno moja, chupa chai. Awali kuna watu wengi na umeleta wazo nzuri sana katika kusema kwamba kuna maneno ambayo hayafai sio maneno mawili, ni neno moja. Chupa chai, kuna wengine walikuwa wanasema ni chupa la chai. Chupa la chai, lakini umesema kizuri ni chupa chai, neno moja, thermos au ile flask. Na bila shaka neno lingine kuna neno incubator. Incubator wale wa sijui wana sayansi, lakini kwa ufupi tu wale wa Kiingereza wanaelewa maana ya incubator. Kwa incubator bila shaka ndo kiangulio katika lugha ya Kiswahili. Kiangulio. Na mwanafunzi anafaa kufahamu ile incubator ni ile ya kuagulia mayai. Bila shaka ndo yale sasa. Safi kabisa. Ila watoto pia wanao bwana.
bwana. Hujaenda kwenye chumba cha kina mama kujifungulia, unapata pale kuna incubator, wanasema wale ambao wamewekwa pale wanafaa kuaguliwa zaidi. Wanapata matatizo watoto, yani wanaenda kupata ule joto, wanawekwa pale kwa incubator. Lakini hii ni ile incubator ya kuagulia mayai ya kuku. Haya. Umesema leo kiagulia? Huitwa kiangulio. Kiangu. Kuna neno moja hapa linaitwa panka. Bila shaka sio panga, hapana. Kuna tofauti kati ya panga na panka. Kwa hiyo panka, kuna tofauti kati ya panka na panga. Panga ni kawaida tu, panga ni ile nafikiri kwa lugha nyepesi, nafikiri watazamaji wetu wanajua neno panga ya kukata na kadhalika. Kifaa kinachotumika nyumbani kukatia mti, kukata vitu, ile ni panga. Ila kinatumika na wahuni visivyo. Panga. Sasa leo ni panka ya K ya K, sio ile ya ga hapa. Kwa hivyo panka bila shaka inaitwa fan. Hiyo fan kwa upande tu kwa wale walio na ama wale wenye wana fan katika lugha ya Kiingereza inaitwa fan, ama kupeperusha hewa pale. Nasema sisi matajiri kidogo wenye ambapo hatutegemei upepo wa nje tu, ndani pale tuna panka. Panka ni wale. Sasa panka katika lugha ya Kiswahili ni panka, lakini Kiingereza ndio fan. Panka, fan. Kuna air conditioner. Air conditioner. Air conditioner ama air conditioner. Air conditioner. Air conditioner. Bila shaka air conditioner, bila shaka hicho kinaitwa kiyoyozi. Bila shaka kiyoyozi. Kuna fan ambaye ni panka, ile ambaye ukiweka inazunguka ndio inakupa ile upepo unatoka. Lakini sasa tumepata kiyoyozi ambaye ni AC. Yeah, conditioner. Yo. Bila shaka vile kuna mchezaji huyu, si bwana mchezaji. Kuna ningemtaja mchezaji lakini kwa sababu timu yake ilipigwa vibaya sasa kuitaja. Accelerator katika lugha ya Kiswahili inaitwa kichapuzi. Kichapuzi kwa sababu ni Bramwell Barasa anasema mama kaka Freddy msalimu sana baba state. Anajua kwa upande ule mwingine anaelewa. Ameleta ulakabu. Unanikosea. So mimi si asante sana Abraham. Anasema kama neno accelerator nafikiri kichapuzi. Kisha kuna kifaa kinaitwa, kwa mfano ni mkazi mzuri wa kompyuta naelewa vizuri, kwa mfano wewe neno CPU inaitwa Central Processing Unit. Kwa hivyo CPU bila shaka katika lugha ya Kiswahili inaitwa kichakati hicho, basi ndio CPU. Lakini na mwanafunzi afahamu ile CPU. Kwa sasa kuna utaalamu vile umezidi kuendelea, unapata ile kompyuta imeletwa moja, mtu amekibeba tu kimoja hivi, lakini kina kila kitu ndani. Sisi wale watu ambao sana wewe mwanafunzi ambaye unaenda kwa cyber, zile cyber cafe, utakuwa ukifika pale unapokea kwamba kuna kompyuta, katika ile kompyuta yote kuna moja hapa ni monitor. Kile kifaa ambacho wewe unaweza kukitazamia kile screen ile kiwambo pale, alafu kuna sasa hii CPU ndio kile kidude ambacho kinawekwa mouse, kinawekwa keyboard, inaitwa kwa Kiswahili hicho ndicho kichakati. Naam, kwa nini kama wanafunzi wazi tu. Bila shaka. Na vile vile nikisisitizia tu pale tu pa kompyuta. Kuna hiki kifaa kinaitwa computer virus. Computer virus, nafikiri mwelekezo wangu huyu anaelewa vizuri computer virus. Computer virus kwa wale wenye anaeleweka, tunakienda katika ama unaweza kutaja hivi. Computer virus
sijui nitaita virusi, lakini ni virusi vya kompyuta. Ila hivi ni programu ambavyo sana sana kuna wale watu ambao wanania fiche kwa kutaka kukuibia mitandaoni, kuna wale ambao wanataka kukuharibia, na wengi wao wanaleta hivi virusi kwa maana ni programu kwa wewe ambaye umezoea kupata vitu vya bwerere. Unajua walisema vya bwerere vina tabu, ndio maana unaenda unapata wamekuambia mtu amejitengenezea programu ile ya kuuza, alafu wewe sasa unaenda unapata nyingine ya kona. Ukipata za kona mara nyingi unapata vimewekewa hivi virusi vya kompyuta. Sijui kama virusi vya kompyuta ndio neno sahihi. Bila shaka computer virus. Sasa computer virus nafikiri hilo ndio neno zuri wanafunzi wetu hasa pale pa kuandika insha, kwa sababu nimepitia mengi wale wanafunzi wa grade ya 9 mwaka jana initials zao utapata wanasisitiza tu virusi vya kompyuta. Na unapotaja virusi vya kompyuta kiuhalisia ndio computer virus ndio, lakini kwa maana alipotasha ama taja yale si ile kusisitiza ile computer virusi vya kompyuta kama vinaitwa ina msamiati wake. Bila shaka inaitwa mtaliga ndio computer virus, mtaliga au vile vile huitwa kibugi au mtaliga ndio computer virus. Kichakati changu kimevamiwa na kibugi. Bila shaka ndio yale sasa. Unafanya Kiswahili kinakuwa kigumu sana. Kichakati changu kimevamiwa na kibugi. Na ni kweli uhalisia. Unajua ni kama mwanafunzi akifanya tu hivyo, akiandika initial nzuri kama hili, bila shaka alama zake anapata. Ila ni nyinyi walimu mnasema wanafunzi wasitumie maneno magumu. Ni kweli, lakini kwa namna anavyotaja ama kwa namna anavyotaka kuelekeza ujumbe fulani, lakini leo hii ametaka kusema ati amu yangu ndo baba sasa. Baba yangu amechukua tu CPU yangu na akatoroka. Na kisema ndio CPU unashindwa. Ni nini sasa? Vipi sasa? Alama zako badala yake alama zako zinapungua. Kwa mfano anasema babangu alichukua CPU tu na alikuwa anaambia alikuwa anatafuta computer virusi ama virusi, anavitafutia virusi vya kompyuta, lakini kwa sasa na misamiati kichakati changu kimevamiwa na kibugi na bila shaka. Kwa hivyo unaposema ni sawa, badala yake mara nyingi tunasisitizia wanafunzi usipashe neno ambalo hulijui kwa Kiswahili. Kwa mfano CP ama computer virus kwa mfano. Anapotaja tu unajua uwezi kutamshi matamshi yako kama vile ati virusi vya kompyuta haiwezekani. Kwa sababu unapotaja virusi vya kompyuta ni maana yake tofauti. Sababu unapopata mwalimu mzuri na anaelewa vizuri kwa ujumbe, anataka ujumbe hii na ujumbe uelekeza ni sawa. Anatumia virusi vya, lakini kwa sababu ulipoelekeza alama zako zinadondolewa. Badala yake tunaambia wanafunzi usipashe neno moja ambalo hulijui kwa Kiswahili, kwa sababu mwisho wa siku alama zako zinadondolewa, zinatoa tu. So badala yake ubaki hapo ama utafute neno nyingine tu. Kwa hivyo mwalimu wanafunzi afahamu kwamba kibugi ni ile ambaye ni computer virus. Asija akasema ati huku nyuma tumepatikana mwaka 2024 kulikuwa na kibugi cha corona. Atakuwa amemwaga mtama. Au sasa kuna kibugi cha ukimwi. Ndio hali tu. Lakini kibugi ni ile computer virus. Tukiendelea pale pa computer tunapata matamshi ya flash disk. Flash disk kwa wale wanafunzi wetu au wale watazamaji wetu. Neno flash disk ninaeleweka tu, lakini kidude fulani kadogo hivi tunatumia kuhifadhi data, kuhamisha data kutoka katika kompyuta moja kukipeleka katika kingine au kuhifadhia sana ile flash disk ile. Wengi wanajua mtu umetoroka na 32 GB yangu ile. Ndio sasa ndio disk mweko sasa. Disk mweko ni maneno mawili sio neno moja sasa hiyo. Disk mweko. Flash disk.
flash ndio disk, lakini mweko basi ndio disk ndio disk, lakini mweko ndio flash. Lakini neno moja inaitwa flash disk, lakini kwenye maneno ya Kiswahili inaitwa disk mweko. Disk mweko. Kwa mwanafunzi akitaja baadhi ya flash disk, kuna neno jingine hapa. Huyu vile anaitwa Leonard. Leonard vile na matamshi yake, lakini kwake Leonard ameamua kumakinika sana. Yeye anasema kaka Freddy, pasha neno keypad. Naam. Keypad na keyboard. Sawa tu, keypad keypad bila shaka katika lugha ya Kiingereza ndio keypad, baobonye. Keypad baobonye ni moja tu. Sema bao alafu tena bonye. Ni baobonye. Ikumbuke keypad pale kwa wale watu ambao wanatumia laptop. Sana utaipata keypad kwa urahisi sana, kwa maana ndio ile inatumika kama kipanya. Ni kipanya pale inaitwa baobonye. Baobonye ile hautaiona iko pale tu, unagusisha mkono, inaitwa keypad. Alafu sasa kuna keyboard. Alafu kuna neno keyboard ndio sasa kicharazio, alafu kuna kibonye. Bila shaka unapata neno jingine laptop, maana neno laptop kwa Kiingereza unaijua tu kama laptop, lakini Kiswahili kinaitwa gawaje. Kuna neno lingine kama kipakatalishi. Kwa nini? Kwa sababu watu wengi sana, si wengi, kuna baadhi ya wakazi wa huko hapa Tanzania wale wanajua maana kipakatalishi kumatamshi yale. Na vile vile kuna uwezekano hata hapa kwetu kumaanisha wale Waswahili wetu hapo. Na vile vile neno laptop pia huitwa kiuweo, lakini neno moja ni kiuweo. Baobonye sasa inapatikana kwa kiuweo bila shaka. Kisha kuna neno jingine kicharazio. Alafu na mtazamaji huyu, nafikiri ni huyu bosi wangu huyu, anajua maana nayo huyo mpaka nayo. Haya, ATM. ATM ingawaje si ingawaje, lakini kwa 100% na yote utakayoweza ale wana simu benki ama whatever ndugu vitu. Usitumie neno benki, tuna hela. Wale ambao tuna hela lazima tuende tubonyeze ukuta, neno kubonyeza ukuta. Lakini pale tunaenda na ile ATM, automatic teller machine, tunapeleka ATM card. Kiautomatela. Inaitwa kiautomatela. Wengi wanajua tu ATM, lakini ukimwambia maana urefu wa ule neno ajui. Inaitwa automatic teller machine, ambapo sasa ukienda unapeleka ATM card. Hasa lazima utumie card, unapeleka pale kina meza, unabonyeza pin yako, alafu inakwambia unatakaje, unaweka, unasema nataka hela, inakupatia na inakupa hela na receipt yako. Umesema kiautometa. Kiautomatela sasa. Kiautomatela. Haya, safi. Kuna neno jingine hapa, nafikiri remote control. Ila siku hizi tukizungumzia kiautomatela, siku hizi hatutembei nalo. Hela zimekuja kwenye simu. Kwa maana tuliepuka, kwa maana wakati huu ukienda tukipata kwenye benki shilingi 600, shilingi 700, kuna wengine ya chini mno ni shilingi 500. Lakini vizuri najua kujiweka kwenye kibeti. Na ni ukweli lazima tupashe tulivyopasha hizo kwenye kipindi. Tafadhali usitafute tu kiautomatela hapa na umetembea tayari uko na mtu anakuuliza mbona ile ndio mbona na pesa nyingi. Jamani, pesa nyingi nasi kwa sababu ana tu ATM, kwa nini tu ATM mama yangu, na kumbe ni shilingi 200 ama 100 tu. Usiniweke pale kwa 100. Ukitumia mfano mzuri wa hela nyingi unanitumia, kwa hela kidogo jitumie, utatafutwa. Tafadhali niseme safi. Kiautomatela. Kiautomatela bila shaka kuna remote control. Nafikiri ninapokuwa pale nyumbani hapa kwangu hapa saa hii wana bahati, lakini kifika tu saa 1 mama yangu ama saa 2 nataka kuona taarifa mama yangu,
unasikia remote umeificha ficha. Ipo. Remote haipatikani. Enzi sababu wameweka kwa sababu ya labda wameweka vipindi vyao. Wewe unasakanya wapi? Ile unakumbuka kwamba tayari mwelekezi wetu ametuwekea kwenye mitandao, acha ninunue pengine utakuwa unatutafutia ile neno la bundles, pengine itakuwa inaitwaje? Nasema tuwekee kwenye mtandao. Kitazambali. Kitambo enzi zetu tulikuwa tunatumika kama kitazambali. Wazazi, mzazi anakuambia nenda pale kaniongezee sauti, kanipunguzie sauti kwa sana, kanibadilishie chaneli. Sawa tu. Kuna neno jingine, kuna neno photocopy. Photocopy ile machine sasa. Bila shaka. Photocopy sasa yale ya Kiswahili yanaitwa kinukuzi. Kinukuzi ndio photocopy ndio. Alafu kuna neno jingine hapa scanner. Wale scanner nafikiri kwa wale wanaopenda sana masuala ya sana kompyuta ama cyber na nini, wanaelewa maana scanning. Na mara mingi kwa watu wa wanafunzi ni kwamba tayari saizi ukienda kununua ile tutaita, mwalimu pengine atakuwa anatupatia maana ile printer. Tayari saizi ukipata unapata nyingi, wanakuambia 3 in 1. Kwa maana utapata kuna scanner, kuna printer na kuna photocopy pale ndani. Na ndio photocopy tumepata kinukuzi, photocopy. Alafu sasa scanner, mdaki sasa. Scanner hiyo. Mdaki. Na neno kingine bila shaka kuna scratch card. Japo sasa kwa hiki watoto wengi hawajaona. Gen Z, mimi ni mwenzenu lakini najua nyinyi hamjaona. Gen Z wengi hawajaona scratch card. Scratch card sawa, ngaje siku hizi kuna maanisha mimi na mwelekezo wangu huyu na wengine wanajua siku hizi mambo na mjazo ule mjazo maana watatoa tu kutoka kwa katika salio yako lakini siku hizi lazima mpaka hata ninulia scratch card. Na hizi kwamba kuna scratch card iko ile maeneo ya mashinani. Kama na mimi muda hata nikukuiona sijaona kweli, bila kudanganya, mimi sijaona mjazo wote wa scratch card. Nina miaka kadhaa. Bila shaka ndio kadiwia sasa. Kadiwia ndio scratch card. Haya, alafu kuna airtime ndio mkamimo bila shaka. Sasa sio mjazo, mkamimo. Hata pale kwa mjazo ni sawa, kieleweka kwa kimatamshi. Kuna matamshi ama maneno mengine inaweza kupasha taarifa mzuri ile tu ili kueleweka mjazo ni sapi. Alafu kuna neno nyingine hapa kawaje mtu ameniuliza atika kafrani wewe anakuona kwa Facebook. Facebook ndio kitu gani? Mwingine akaniambia, kuna rafiki yangu mmoja ananiambia, "Wewe nitafutie Facebook ya West Media na West yangu." Ukapiga naeleweka alivyosema tu ya Facebook. Sawa. Kiuhalisia ulivyo tu ningekuwa mwanafunzi anaandika maneno ya inisha sana sitafainisha. Akitaja tena tulipokuwa kwenye Facebook yetu katika Facebook. Kwa neno Facebook bila shaka ndiye inaitwa kitandazi. Na pale pengine kutoa mchanganya mwanafunzi, kuna kitandazi alafu kuna kitandawazi au tunasema nini? Ile www ile website ndio inaitwa kitandawazi. Alafu kitandazi ni Facebook. Hilo neno nimelipata tena katika fasihi tamthilia ya grade ya 10 ipo Jahazi kuna hiki kipindi Jahazi jina linanipotea katika tamthilia ya nini ya grade ya 10 kuna ile ni hadithi nzima ile imewekwa, mchezo mzima umepatikana upo kwenye ukurasa wa WhatsApp. Na vile vile kumetajwa pale kitandazi Facebook. Kwa sababu nimekumbusha kunaitwa katibu wetu hapa kanisani ndio Kelvin Mkana anasema
Kaka Freddy, mbona mbona sisitizie siku moja haya grade ya nafikiri Mshala Matumaini. Mshala Matumaini na Wema Ozele grade ya junior, grade ya 7 8. Nikasema mama yangu kipindini tu utakipata sasa rasmi, tutakikuza hizo ili tusisitize zaidi ya pale. Tayari huku nyuma grade ya 7, 8 na 9 wanasoma tayari, walikuwa wamepatiwa tamthilia na hivi vitabu vingine vya fasihi. Wanavyo. Nafikiri nimeshafanya msasa, nafikiri kwenye msasa nikiwa na walimu wangu, waandishi wangu pale, kuna msasa pale nimeshamaliza hiyo Mshala Matumaini na ya Wema. Natumai sasa tukipata muda tutakuwa pia tuwafae wale wanafunzi. Naam. Kuna neno kingine hapa kinaitwa copyright. Copyright sijajua nafikiri copyright, labda mwelekezo wangu anaweza kueleza maana ya copyright ili wale waeleweke copyright. Sasa copyright kwa kumsaidia mwalimu ni sisi hasa watu ambao tunafanya mambo yetu ya ubunifu. Ukibuni kitu inafaa iwe mali yako. Ni wazo lako. Mfano unapotunga kama wimbo na wimbo ni wako, unakwenda pale mahali unairekodi. Ukisha rekodi inatoka inakuwa nyimbo, unaanza kusambaza. Kabla usambaze, ili kuwatoa wale watu wenye tamaa wanapenda kuvuna mahali ambapo hawajapanda, wewe unafaa umiliki. Copyright sana sana inakuonesha wewe ndio mmiliki halisi wa kitu fulani. Ndio maana kuna watu wengi ukienda mahali umehujumiwa, kitu cha kwanza wanakuelezea tuoneshe nini hasa kinachofanya kwamba uwe umemiliki. Na pale tuliposema mwelekezi, unasema kuna baadhi ya marafiki zangu sana hasa kwenye hiki kipindi tu cha dawati, utapata kuna walimu wengi karibu wawili ama watatu wanachukua video hizi kipindi tayari tumeshafanya, wanaenda wanapachika kwenye mtandao wa YouTube unazipata. Kumbe kikutwa mtu anakuambia kumbe ni unajua ati maana nimeingia hapa nikapata hapo na YouTube copyright nikasema wewe ndio kwa pale hapana ni YouTube. Nikamwambia ndugu yangu toa tu delete tu kwa sababu ni vipindi vya wenyewe ulivyosema. Hasa katika lugha ya Kiswahili inaitwa hataza ndio copyright maana nyingi. Copyright ndio maana hata ukichukua kwenye mtandao wa tukirudi nyuma mtandao wa TikTok siku hizi unaweza kuweka wimbo wako pale ndio unacheza na kumbe ile nyimbo ama zile nyimbo kumbe ziko na copyright already, ni za wenyewe, inakondoa. Kisha kuna neno lingine kinaitwa title deed. Hapo umeleta vizuri sana, kwa maana ilikuwa ndio nyingine ili kuweka wanafunzi, kwa maana watu wengi sana, na sio wanafunzi peke yake, hadi wanahabari wamekuwa wakijikanganya sana kutumia neno maana hii fasiri ya copyright wanaileta pia kwa ile title deed. Pengine tufai kwanza na fasiri ya title deed, alafu ndio tuweze kuleta mfano wetu uwe sawa. Bila shaka hatimiliki title deed. Na wengi wanakosea kusema kwamba copyright ni hati pia vile miliki. Bila shaka ni ukweli, ni copyright, lakini kiuhalisi ni kweli kwa sababu unaposema ni title hiyo hatimiliki hiyo wendo the owner of this copy, the copyright ya sheria zako kwa sheria ziko hivyo. Na siku hizi unasema kwa mfano kama hatimiliki ama title deed, ukumbuke ni copyright yako Kikenya hii ni hatimiliki yako title deed, hatimiliki ya ardhi. Hiyo haiwezi ukawa mara moja hapa alafu sasa tutumie tena hatimiliki nyingine tena title deed nyingine ya mtu mwingine tena, haiwezi. Ni sawa tu na ID. Hiyo ID yako ni ID yako milele ni wewe tu. Hata ukibadilika, hata mwingine hata ukibadilika, badala yake labda ubadilishe hatimiliki hiyo title deed nyingine ama kitambulisho kingine. Lakini kwa ufupi ni kwamba huwezi
kubadilika kutoa hapa hati miliki, si hati miliki, ni kitambulisho. Utafuta ID nyingine. Ukibadilisha ID nyingine, kumbuka document zako zote inabidi na kwa hivyo uwezi liwalo. Kwa hivyo inakuwa hati miliki hiyo ni ya ardhi. Bila shaka ndio. Safi. Title deed, hati miliki. Copyright tumesema Brenda nipotea kwa maana tumezoea sana kutumia hati miliki. Hataza za copyright. Na ukumbuke kwamba sheria ya copyright inasema unamiliki ile hataza yako kwa miaka 100. Alafu inapotea. Ina ni ngumu. Sasa sijui kwenye hati miliki title deed pia inapotea katika miaka 100 au ngapi? Kwa miaka haujui kaka, tutakuwa tunalizamia baadaye bwana. Tutakuwa danganya wa Kenya hapa. Hapo kweli. Kwa hati miliki. Sasa tunangoja ile ardhi yako ile na hati miliki yako. Tumejua sasa hii ameishi miaka 99. Tunangoja mwaka 100 ndio kutimua kwenye ile ardhi. Na wanasema hivyo kwa sababu kuna ni mchungaji Rogers Mulumba. Mara nyingi tumekuwa tunasisitiza mengi ya timiliki kwetu hapa Kiminini hapa. Amesema kaka Freddy, unauliza Papa Hira nini kama anakujua maneno yako hivi unajua. Namjua Papa Hira. Mchungaji anaweka zaidi ya nafikiri yale ya title deed. Title deed na Sema tulikuwa tunanikumbusha tunavongangana, sijui kama Jumatatu ninafaa nafasi nyingine baadaye. Haya, alafu kuna neno jingine hapa kwa Kiingereza linaitwa greenhouse. Wale wana Kiingereza wale wana sayansi wanaelewa maana greenhouse. Greenhouse ndio kivungulio kama ile iliyopasha pale, kivungulio na kunga nafanya air condition nafikiri kama pale kivungulio. Haya, kuna astashahada. Pale za tunaenda katika elimu. Bila shaka astashahada ndio certificate. Na kumbuka kuna tofauti kati ya certificate ya Kiingereza hiyo, alafu hiyo ndio certificate. Kisha baadaye kuna neno diploma. Sana kwa wanafunzi tunakuweka wazi unapotoka katika shule ya msingi na kuingia katika shule ya upili, kuna ile sisi enzi zetu wale ambao tukufanya mtaala wa umilisi tulikuwa tunapata certificate. Sasa je, hii certificate ni yeyote kama ya KCPE au KCSE tunapewa certificate? Je, pale tunapewa astashahada? Lakini tukitoka pale vile ukienda katika elimu ya juu, sasa umekwenda kwa vyuo anuai, kuna uwezekano ukapewa pia ile astashahada. Alafu ukitoka pale sasa kuna ile tulikuwa tunasoma miaka 2 ambapo unapewa sasa diploma. Pale sasa kwa diploma kuna tofauti kidogo, hasa kwa wanafunzi waeleweke maana ya certificate. Hasa kuibadilisha kwa Kiswahili kati ya certificate na diploma. Certificate ndio astashahada. Astashahada neno moja. Kisha kuna shahada. Shahada basi ndo diploma sasa. Unaweza kuwa umekosea shahada 1 degree. Kuna astashahada na sasa hapa stashahada ni diploma, lakini certificate ni astashahada. Astashahada na stashahada. Certificate astashahada, diploma stashahada, halafu sasa shahada ndio degree. Naam. Shahada ndio degree. Ama ukitoka certificate umesonga kwenye diploma, ukasongea mpaka kwenye degree. Mfumo wa Kenya huo unafanya certificate ukiwa kama hujapata alama nzuri ya kujiunga moja kwa moja kwenda kufanya shahada, unafanya astashahada. Alafu ukishafanya astashahada miezi 6 kwa mwaka, unaingia unafanya
stashahada kwa miaka miwili, hiyo ambayo unapata diploma, alafu ukitoka pale unaingia kufanya shahada kwa miaka 4. Bila shaka. Umenikumbusha pia neno master. Master sasa. Hiyo ni ukishatoka shahada sasa degree. Degree alafu master. Master. Sasa master ndio sasa inaitwa uzamili. Uzamili. Na wale wanaitwa kwa mfano ati Dr. Kaka Fred, Dr. Madaktari Kaka Fred. Daktari kama Daktari Kundu. Ndio Dr. Kundu sasa hivi. Sasa je, inaanza pale kwa master ama degree ama kwingine? Sana master unabaki tu. Lakini sasa kuna wale wanafanya PhD. Bila shaka. PhD. Tulikuwa tunaangalia kitabu kwamba inaitwa personal head damage. Wewe umesoma hadi bwana kichwa kimekataa. Bila shaka pale na ukweli unapata udaktari. Kwa sababu kuna neno ndio uzamifu PhD. Kuna daktari Kundu uzamifu. Sio, alafu kuna mwingine anafikiri huyu ni mtu mkuu, huyu tamtafuta bwana. Unasema Dr. Ndumba wa Ndumba? Wewe ni mitishamba. Hapa daktari ama Dr. Justus Wabwile. Justus Wabwile anafikiri yeye ni mkazi pale kanisani kwetu, huyu ana kazi zake pia, ni mtu mzuri huyo. Uko pale na aliambia atatazama. Anatazama. Alisomea uzamili au uzamifu? Alisomea uzamifu au ni ile ya kupandishwa ya kanisani. Unajua kuna wale wengine kama daktari, kuna wengine wanajiita ni daktari. Dr. Kundu si nini? Sasa Dr. Kundu. Dr. Kundu huyu namuelewa. Kuna wale wengine kuna madaktari wengine wa ajabu. Yule daktari reverend. Daktari kweli, ni daktari ni kweli kwa sababu yeye ni mkuu wa Kiingereza anasema colleges. Wa vyuo kweli. Taasisi ya elimu ya juu yupo. Yupo na ni bila shaka unapata mkewe pia ni mwalimu. Ni mwalimu katika shule ya St. Bridget's hapa tu. Girls hapa. Wasichana. Kwa hivyo ni familia wasomi sana. Kweli. Lakini kama nyinyi na wengine tunapambanya. Hata nisilete pingamizi pale. Anaweza niambia nitoe uzamifu wangu. Kweli mimi napambanya. Mmoja wa wale ambao wanaongoza kwa kupambanya ni mimi niko pale. Lakini kitu mzuri tumejifunza stashahada certificate, stashahada diploma, shahada degree, alafu kuna uzamili, masters, uzamifu, PhD. Kwa sivyo vizuri. Na wale ndio wanaitwa doctors of philosophy ama kuna nini, kuna natumai ni pale. Wanasoma philosophy sana. Kwa hivyo ni ukweli kwa sababu kwa kupasha ni vizuri tu kwa sababu tunapotembea ama kimsingi tunapata kuna watu wazima kwa maana mimi mwelekezi na wengine wengi. Utakumbuka kwamba masomo yao tumeanza na certificate, tukasonga kwa degree, tukasonga kwa masters na mpaka PhD. Kwa hiyo ni vizuri sana pia tueleweke tu kwa kueleweka kwenye masuala ya Kiswahili. Unajua tu PhD bila shaka ndio uzamifu sasa. Lakini masters ndio uzamili na kadhalika. Kwa mwanafunzi tafadhali unapoandika hasa upande wa insha, ingawaje insha hatupo kwenye masuala ya grade ya 6, sasa sana grade ya 7, 8 na 9 hapo. Lazima usisitizie makuzi ya Kiswahili vyema, ili ukipata alama nzuri ama ukielekeza vizuri ama ukiandika vizuri kama ulivyosema, kama mwelekezo wangu aliposema neno uzamifu, uzamifu ama labda uzamili. Kwa ukipata maneno kama hayo tunaelewa kama huyu mwanafunzi ni mzuri na anaeleweka matamshi ya Kiswahili. Alama zako utapata zako nyingi bila shaka. Kweli. Haya, kuna neno moja hapa, neno pigweed. Pigweed plants. Pigweed plants. Yeah, plants. Wale wasisitizi tu, wale wasijui ni wanasayansi, sijui ni wakulima, sijaelewa, lakini sawa. Pigweed plants na lugha ya Kiswahili bila shaka inaitwa mbamia. Mbamia maana inaitwa mbamia.
bamia bila shaka. Alafu kuna tofauti kati ya babao au babao tree. Ngaje sijike wengi wanacho, hata mimi ninacho kijua tu babao, lakini sijai kifahamu vizuri kwa Kiswahili. Lakini kwa manufaa haya kwa haya ni wengine bila shaka, basi babao tree bila shaka inaitwa mbuyu. Ndio ile kawaida mbuyu ule mbuyu sasa. Mbuyu. Babao tree. Ndio mbuyu kawaida bila shaka. Kisha kuna acacia tree. Sio acacia ama acacia tree. Acacia tree. Kulingana na mwalimu wako wa Kiingereza kama alivyokuwa wako mzuri sana. Wangu alikuwa mzuri. Ule wako ndo namuonea tabu, lakini alijaribu. Kama umefika ukasema acacia tree ama ukasema acacia, hiyo sio mbaya. Ulijaribu, lakini sisi tuko naambia acacia tree. Mgunga sasa. Mgunga. Inaitwa mgunga. Wengi wanakijua kwa Kiswahili sana kuliko hata kwa Kiingereza, ile acacia tree. Prison warden. Prison warden nafikiri ni polisi, sijui ni kiwapi. Wanaitwa wale askari jela. Ndio wale sasa. Prison warden ndio kama mhoroso. Katika Kiswahili inaitwa mhoroso. Ile shika ndo prison warden. Prison warden nafikiri baadaye labda mwalimu wako wa Kiingereza, kwa sababu wangu wa Kiingereza alifanya kazi nzuri tu, kwa sababu nimepambana mpaka kipindi hicho. Lakini wa Kiswahili ni mhoroso. Haya kweli ulinufaika pakubwa kwa Kiswahili. Unajua nyinyi ambaye mlipata fursa kusoma lugha ya mama, Kiingereza iliwachapa nje sana, mkasoma lugha ya mama kwa sana. Kuna hiki kitu ambaye anasema na nimekiona na nikisema iko mzuri, tunapenda kuambia wanafunzi, andikeni barua ya kuomba kazi. Ile barua ya kuomba kazi inaitwa arda kwa Kiswahili. Sasa unapata wanafunzi, ukipata panya kwenye mtihani umeambiwa andika arda, ukiomba ajira mahali, mtu anashangaa sasa arda nini? Sio ardhi, lakini arda. Kuna tofauti ya ardhi na arda. Ardhi shamba au mashamba. Lakini job application letter, ile barua ya kuomba kazi, ya kuomba ajira, arda. Na kwa vizuri sana. Vile vile nimepatana na neno lingine hapa, ile affidavit. Huko kotini umeenda kuchukua kujiandikisha kwamba wewe utasema ukweli, utafanya mambo mengine, sio kuapa. Hiyo ni maneno ambayo umesema mbele ya hakimu na imeweza kusemekana ni ukweli, huu ni ukweli wake ambayo upo. Sana kwa wale mwanafunzi utaweza kupatana na neno hili wakati sana pale wanasema a sworn affidavit, kwamba wewe ulisema na uliswear, ndio maneno yako ambaye alisema. Sana itatumika pale kotini kuelezea mambo ukweli. Mfano, kuna wale watu ambao unataka kuoa mke, kutopitia pengine harusi, kufanya nini, sana yule mke wako anapokwenda kutafuta mali yako, wewe pengine umeweza kuangamia kidogo, unapata utasema kuna affidavit yote ya kuonesha kwamba wewe ndiye maana haya ni ukweli na vitu hivi vilifanyika. Sasa affidavit ile inakusaidia kwenda kupatikana. Hapa nimeona anasema ni hati kiapo. Bila shaka. Kweli kabisa, kwa sababu ni vinginevyo kwa mwanafunzi tu ili apate haya itakuelekea. Kuna maneno mengine utapatana nazo katika matumizi yako ya kawaida ama pale darasani, lakini huku nje kwa kupiga gumzo ni vizuri. Ukienda ukipata watu wanasema tumepata affidavit, unashangaa affidavit ni vipi, lakini nakwambia ni hati kiapo. Unapata neno kwa vizuri. Nimekwambia kuna arda ambaye ni job application na kuna hati kiapo ambaye ni affidavit. Mwanafunzi anafaa kufahamu ile. Na ni ukweli, kwa sababu leo sijajua ni kwa nini kwenye kipindi hiki kuna watazamaji wetu nashangaa hatari sana kuwasikiliza hapa, lakini bila shaka ile si mwingine ni Lieutenant. Haya, huyu ni mhubiri wetu, huyu Lieutenant Peter Malongo, alikuwa maeneo ya Kilimini Township hapo kwetu tu Salvation Army, wanajeshi hao. Wanasema kwamba msalimu sana mwelekezi, kwa sababu ni mtu mzuri, na anasema sijui kwa nini leo wamesikiliza hivyo, wanasema huyu
huyu tu mwelekezi mwenye namjua huyo ni mwana Kiswahili hivyo. Sasa bila shaka huyu ni mwana Kiswahili. Lieutenant usinione hivyo. Lieutenant luteni kwa lugha ya Kiswahili najua inaweza kuwa ni luteni. Luteni, shukrani sana kwa kufuatilia kipindi. Hapa tunakuzana. Mambo ni makubwa, mambo ni mengi. Bila shaka. Anasema watu tunakuza tu, tunao anasema anakuza pia kuna wajeshi hapa wengine anaitwa Emmanuel Muhehe, Elijah Muhehe, bila shaka Elijah Muhehe, na vile David David Kayaja, pamoja na katibu abalo Dr. Jasas Wabwile. Anasema kazi nzuri sana, tunasisitiza mengi, anasema asanteni mno. Alafu vile vile mapamshi hapa kuna neno Kiingereza sijajua kwenye masala ya, unajua mimi mwalimu wa Kiingereza kama nilivyosema, nasema ninafanya kazi nzuri tu. Najua maneno jeans. Kuna neno jeans. Ni sawa, sitaki kupasha maelekezo ya kwa sababu Kiingereza changu kweli najua tu matamshi, najua jeans. Yale ya jeans. Wala unasanza utaelewa maana. Jeans bila shaka kwenye lugha ya Kiswahili inaitwa vinasaba. Neno moja tu. Isikue vina alafu neno saba mtafanya neno vinasaba. Vile jeans zile wanasema imetoka kwa huyu ile na kwa huyu mwingine. Napata inaenda katika mtiririko fulani, wanasema hii jini sana inatoka na tumegundua sana kwa kutokana hata kwa wanyama. Tunasema tunataka mnyama huyu awe anafanana na mnyama fulani ile kutokana amebeba jini fulani ya mnyama fulani, na ukuta wanasema yule ndume wako mzuri bwana, naomba akuje huku kwangu afanye vya kwake. Na hata nikukumbusha mimi nikirejelea pale hasa babangu hata mimi mwenyewe tu sijajua mpaka na leo na kesho sijawahi kujua Kiswahili kilitolewa wapi. Kwangu binafsi hata tangu nianze nikaanza kufundisha Kiswahili mpaka nikaje hivi Kiswahili tu, hata mimi mwenyewe binafsi nimekuwa juzi tu kama mwaka wa 2018 pale nikajua kumbe Kiswahili kimetokea na baba. Babangu ni mwana Kiswahili, sijawahi kujua, ndio nilijua kumbe ni jinsi zimekuja. Sasa unaipata virahisi sana. Kuna ile neno samani bingwa ulikuwa tumesema ya prison warden ya Mhoroso, ile prison warden na tukasema ni askari jela. Sio askari jela, warden ni mkubwa. Kuna jamaa amenitumia ujumbe ananiambia tuweke wazi pale kwa yule Mhoroso kwamba kuna prison police au prison officers na vile vile kuna prison warden. Warden ndio mkuu pale kwenye jela pale. Sasa niambia yule ndio Mhoroso kwa maana yeye ndio is an officer in charge of the prison. Lakini kuna wale askari ni tofauti na yule ni warden. Ikiwa tunatumia neno warden anaipokea kwa Mhoroso na mpa maana tofauti. Ni ukweli ulivyosema, ni sawa kabisa hiyo mtazamaji anavyosema. Labda nimesema labda matamshi yangu ya Kiingereza ndio ilikuwa magumu, labda kipindi hicho lakini yote alimesema maelezo aliyoyatamsha yako sawa kusema Mhoroso anaeleweka vizuri. Sababu yule mwanafunzi atayekuja anaposoma kamusi na kueleweka vizuri neno Mhoroso, na ndivyo kwenye lugha ya Kiingereza. Sawa, iko sawa. Shukrani sana. Na mwanafunzi anafaa kufahamu, unajua tumekuja kugundua na kuna wakati nyuma kabla hujachukua ule breaki tulikuwa tunafahamiana sana kwenye misamiati na wakati tutafika tutakuangazia pia misamiati ya maafisa wa polisi. Kwa maana pale kituoni kuna OCS, kuna OCPD, unaona, ana watu wengi wanapata hawajui hapa. Mtu anasema base, kuna base commander, hawa no watu wepi. Natumai kuna siku tutakuwa tunachangia kuona kina afande, watu wanaitwa afande wanafanya nini, misamiati ya pale katika kituo cha polisi. Tutakuwa tunatufaa wakati mmoja bingwa na bila shaka bingwa kweli, kwa sababu tunajua masuala ya hasa msamiati mara nyingi nafikiri tutaligusia hilo, tutaligusia tu ili tuweze kupasha kwa zaidi, ili tueleweke sawa mtu anafanya wapi, anafanya kitu gani na kadhalika. Mwisho wa siku hicho tutawazia, tutafikiria, sio kufikiria wala kuwazia, hilo tutalifanyia, ni kulifanyia kazi ili kuwafaa wanafunzi. Kwa maana kuna wengi hawajui hata tofauti nani kwanza akiwa pale. Kwa maana tumeleta hili neno la prison warden.
huyu ni mkuu pale katika jela, anawasimamia wale maafisa wa polisi, sasa wale askari jela. Na natumai sasa lile neno ndio neno sahihi kwa wale maafisa prison officers wanaitwa askari jela. Lakini sasa tuna warden Mohoroso ambaye yeye ndiyo mkuu wa askari jela. Sasa tunapata kama utagundua nani ndio yuko pale anasimamia kituo cha polisi. Huwezi jua ni OCS ama OCPD, unafaa ujue. Kwa maana utagundua pale OCS, officer in charge of police ile of the station, OCS. Kabisa, inafikiri yale tutasisitizia mkazo kwenye kipindi kitakachofuata. Kuna neno fulani hapa la Kiingereza, na ndio maana mimi nikisisitizia Kiingereza tueleweke, kama mimi ni mwalimu wa Kiingereza uzuri na Kiingereza wangu mwingine niko hapa mkali anafahamu ile. Siniweke bika mwalimu wako bwana. Kuna neno kupoteza. Basking on the sun. Basking. Tulikuwa na mwalimu wetu fulani alikuwa anatuambia pale, my friend, you are just basking there on the sun, get out of there, go and learn. Tune tusome zaidi. Nataka uko ni kuokota hapo basi. Kuokota. Basking on the sun. Sasa kuna mfano hapa, na mfano rafiki yangu, ingawaje sitaki kutamsha alivyosema, nafikiri yeye ni kukota sana, cheka tu akicheka ni sawa, ni sawa. Haya, kuna neno kingine hapa, nafikiri tumesahau neno accounts. Accounts ama sijui ni numbers, hizo ni hesabu. Sana sema ni numbers, hesabu tu. Anafikiri kuna neno treasurer. Treasurer ni mhazina. Treasurer. Ndio nasema mhasibu, hazina na kadhalika. Kwa hivyo ni treasurer. Accountant namshuku yule accountant ndo mhasibu ambaye yuko kwenye sasa sema yuko kwenye hazina, treasury, hazina. Kumbuka pia kuna mahazili. Inaitwa secretary. Japo siku hizo wanataka secretary ama na kadhalika lugha hiyo yote. Kwa hiyo yote zinagusia katika maeneo ya secretariat ama secretary. Haya basi. Kuna money order. Sisi wale watu ambaye tunapokea hela hapa kule money order. Money order ndio yale. Sasa money order katika lugha ya Kiswahili inaitwa hawala. Na unajua kuna tofauti ya hawara. Kuna neno pia hawara. Kumbuka kweli kuna tofauti kati ya hawara na hawala. Unasema neno hawara, wengine kwa wale watu wazima watapasha maneno yake. Wanayajua. Sana wa Tanzania utapata kwa ile lafudhi kuathirika na lafudhi, utapata gundua wengi wanakuwa na tatizo la na ra. Ndio maana utapata nasema hawala na kuna hawara. Inaweza kaleta mambo mengine. Umenikumbusha neno fulani hapa. Hebu kwenye matamshi tu kwa mtazamaji mmoja na mwelekezo huyu wangu hapa, neno mapua lilivyo tu. Mapua kawaida tu lilivyo tu ni mapua. Ukimuuliza hebu nafunze neno maana ya neno mapua kawaida tu wataanza kwa hicho kiungo, kama pua na mapua. Mapua tumezoea hivyo mapua. Lakini ukweli kwamba kiuhalisia wingi wa neno pua ni pua tu. Sana wanasema kwamba kuna matundu mawili. Sasa wanadhani kwamba ni pua mbili. Ni pua mbili tuna. Kumbe inakuwa tu pua. Lakini ukitaja neno mapua tofauti kama ulivyosema mapua bila shaka ni lugha nyingine bado tu huko Tanzania huko tu. Sijui ni wapi sitaki kupasha kule wa lugha yao wanaopasha maneno mapua bila shaka ni ashakumsema tu tunasema ni chupi. Eti sema ni eti mapua ni yao tu. Watu wakisema mtu anasema ati kaka unasema yana matundu mawili. Kwa nini wasema mapua? Ndio maana ndio siku hizi. Sema mtoto amevaa mapua. Na kwani ukiangalia kwenye pua, umbo la pua, nataka kwenda kwenye mapua, acha tuiachie hapo kaka tuendelee. Ni kweli kwa sababu wale wa Tanzania wanaeleweka ni lugha yao, lakini si kama unaposema neno
mapua ya kawaida ni pua tu fresh pua, lakini unapata neno mapua bila shaka si sindiri ni chupi yao ndio kama lugha yake bila shaka. Sawa tu. Haya, tukiachia pale kuna neno check. Nafikiri tunasema check, nafikiri wengi wanaeleweka sana. Nikiwa mimi hapa na mwelekezo wangu na watazamaji wetu hapa wanaeleweka. Tarehe 30 ama tarehe 29 hapo ndo nasikia sasa check ikuje, mbona haipo? Sasa check nafikiri ile tunalia sana shule wanafaa tulipe bwana. Check yangu sijaona. Watu wa biashara wale hela nyingi. Kwa sababu unajua mara nyingi kama sasa wale waadimu kama mimi na wengine huwa tunalipia mwisho sana unapata check haijafika, mshahara haijafika. Hata mwingine mzazi ananipigia simu anambia ticharaka alafu kuna mwalimu wangu una ABCD bwana, kuna kacheki na huko sema wengine wana cheki ile ukienda kuweka inagonga mwamba, haipo kitu. Labda kuna siku fulani kama tarehe 29 ama 30 kawaida, hata anakuangalia leo tarehe 1 2 angeona cheki mpaka anakuuliza cheki haipo. Cheki bila shaka ndio hundi sasa. Hundi. Unajua kuna wanafunzi wengi tayari wamesha kumbana na cheki ile hundi, kwa maana tayari kuna wazazi ambao wako katika mfumo tofauti sana ya kimapato. Yeye ana uwezo wa kukuandikia hundi, anakuandikia ile cheki na kwambia nenda kalipe karo. Sasa kuna wanafunzi ambao tayari wanajua ile check inaitwa bankers check, napeleka nenda kuweka hundi. Waheshimiwa wengi sasa wanapeleka shuleni kwenda wakienda kuwa wanapeana hundi ya basari tunawasilisha. Wakanikumbusha vizuri kwa sababu inapokuja hapa kwa kanisani hapa kwetu hapa angawaje kumekuepo na sisi kumekuepo kuna ule ujengo ama ule ujenzi tu wa kutengeneza kanisa mpya, kwa sababu unapata kuna wanahabari sio wanahabari hawa wanamtaja jamaa wafadhili wanasiasa ambao wengi wakija hapa nakwambia wewe mchungaji Peter Malongo vipi, kuna mkona kitu gani anauliza mradi gani mkona nini tuongezee mkona nini anauliza mkona sisi tuna 600 tu 600 yenyewe kanisa yetu tu tumaliza. Sawa, hata nakutumia hundi alafu hiyo siku hizi hawaji hapa wakisema tu atoe mhubiri Peter Malongo nataka kutumie hundi kwako. Hapana, hawa wanajua akijua hivyo anasema nataka hundi au nataka kanisa lilijengwa basi nipe, anasema hardware hardware nitumie check nitumie majina pale stakabadhi nafanya nishatuma sasa kutoka hapa uende pale ujue ni MBC ndio uchukue kwa hivyo ndio hundi sana check imeandikwa. Wanafunzi wangu mara nyingi wamezoea sana neno check. Sasa cheki sio cheki wanasema cheki hivyo cheki hivyo cheki. Sasa unashindwa cheki ndio gani? Kumbe kialama tu ndio leo tu unaambia alama 2 alama 3 hivyo, kwa sababu matamshi iliyopasha si sawa, kwa sababu lake ni hundi. Haya, alafu kuna neno lingine inaitwa sijui wale ni neno cheese, sijui ni cheese ama cheese. Wale watu wakula pizza. Wale wakula pizza. Najua kule mashambani hamwezi kupata pizza. Huku mijini pizza ipo, tunakula pizza. Ndio jibini sasa. Jibini ile huko katika maandalizi wanasema pizza bila cheese haiwezi. Ile inatoka kwa ile bidhaa ambayo inatokana kwenye maziwa. Cheese. Takuonesha kuishi mjini kaka, usio na wasiwasi. Cheese, jibini. Alafu kuna nyingine sijui ni buta ama biuta ama buta. Kuna neno buta ama biuta. Inaitwa bata. Biuta ama bata. Bata, siagi. Niko nafikiria kama mimi na mwingine ni bata bila shaka. Bata. Bata kwa wale pia wanaeleweka vizuri, sijui pia ni kula ni mlo. Ni siagi. Sasa ile majina mengine tulikuwa tunasema ni margarine ile bata. Bata nayo inatoka pia vile vile kwa maziwa. Siagi ile inatoka, unasikia vizuri sana. Kitambo sisi tulikuwa tunapewa motisha ile wakati tulipokuwa wanafunzi kwamba
someni kwa bidii ili msiteseke. Mtakuwa mkila na mkate mnapaka siagi. Kweli siagi ndo bata. Siagi yenyewe sasa wakati tushasoma tunapata noti tunaambia siagi mbaya. Kweli bwana, taifa lina mambo. Jamii zetu sasa kuna wanatuambia someni mle nyama. Ukifika wakati unakuwa mkubwani ushasoma nakwambia nyama inakupa matatizo ya miguu. Haya, kuna neno vinegar. Vinegar. Sijui bado ya kula tu bado kama vinegar vile unapata tu pia ni kati ya kuwekelea ni juice fulani hivi inaleta some sour taste hivi kitu inaitwa siki. Kuna kati ya siagi ndo bata sasa. Bata, siagi bata. Siki alafu siki. Basi ndio inaitwa vinegar. Kwa mwanafunzi badala yake asisitize vizuri tofauti kati ya siagi na siki. Kwa sababu utapata mwanafunzi anaandika na jibini sana wengi unapata siaki nini, na kumbe ana maana yake tofauti ya siagi. Maelekezo yale hasa kwa mwanafunzi wa kueleweka sasa, ama hata tu kuandika insha kwa kupata alama nzuri, basi vizuri aeleweke tofauti kati ya hizo mbili. Alafu kisha kuna neno lingine sio ndio maji. Sana naita gi. Ama gi. Yale ya gi biashara kwa lugha ya Kiswahili biashara inaitwa samli. Sema bwana maandalizi yamewekwa hadi kuna samli. Kumbe ile gi iko pale. Sawa, mwisho bila shaka kuna neno dav kuna njiwa. Dav ndio njiwa. Na tuna dav alafu pia vile tuna pigeon. Nafikiri sasa wapi tunajua moja kwanza wewe unafuga nini? Njiwa. Nafuga njiwa. Wale ambao tunawatuma kimapenzi ni njiwa. Alafu naambia pigeon sasa ni yupi? Ni ukweli kwa sababu kuna maana tofauti ya neno njiwa tu. Kuna njiwa wengi. Naam. Njiwa wengi sana. Kama kuku na kanga. Ile watu wanaitwa kuku. Mmoja ndio kuku mwituni. Hata tunapata ni kweli. Kwa sababu anaeleweka neno hilo linakuwa maandiko ya njiwa. Kwa hivyo kwa mwanafunzi kama kuna neno pigeon ama ni dove ama ni aina nyingine ya njiwa, kwa hiyo usipeperushe tu kuandika neno la Kiingereza tu moja kwa moja, ama tu unaweza kutohoa, unaweza utahozwa, unaweza hata kutohoa hata beti za kutohoa, lakini wakati mwingine ni vizuri upashe ama ueleweke zaidi ya Kiswahili halisia yenyewe. Lakini ukipasha Kiswahili kingine unapata mwisho wa siku unadondolewa tu alama, unatolewa tu bila shaka. Ndio mara nyingi hata mimi wanafunzi wangu wa 9 hawa mara nyingi na huwa nawasisitizia wanafunzi kwamba usipashe hadithi yako ya insha kwa matamshi ovyo. Yani unatumia neno, maelekezo ni sawa, lakini unapasha neno lingine ovyo kumaanisha ni la Kiingereza lakini unapasha tu kwa kutohoa kiovyo tu. Ama labda unaleta neno la Kiingereza moja kwa moja. Ndio maana mara nyingi wanaambia wanafunzi usipashe neno ambalo ulifahamu kwa Kiswahili. Kwa hivyo badala yake unaweza kubuni tu lugha nyingine ama neno nyingine ili wewe ueleweke kiinisha pale. Kwa sababu ukiandika inisha yule anayesoma inisha hata anaelewa tu ile ndipo unapata mwanafunzi ameandika inisha nzuri tu, lakini neno davu ama ndo njiwa hiyo anasema nimechukua neno davu ama davu, yani ametohoa davu ameweka tamshi kwa sababu ni moja kwa moja, badala yake ni ndo njiwa. Sasa badala yake ingetia Kiswahili kingine ili atoe alama zake. Kumalizia bingwa, naona muda wetu tayari umesonga na nakushukuru sana kwa kuleta fasiri umeweza ukatufaa sana kutoka katika lugha ya Kiingereza kwenda katika Kiswahili. Tumeweza kumakinika tayari, tumejua kuna baadhi ya mimea ambayo yamejitokeza. Mfano mimi hata nilikuwa sina ufahamu kwamba ile
aloe vera ile kalikali chungu sana inaitwa shubiri. Siku anajua ila hiyo ndio shubiri, ile mmea unaitwa shubiri. Tumepata mambo mengi tumejifundisha pale, majilisi tumepata, ziko pale masijala tumegundua katika mazingira tofauti yanaweza yakatumika. Kivumvi ulikuwa umesema kula kivumvi, nilikuwa ninakili hapa kivumvi kwamba ile loneliness ambayo tumekuwa nayo, nilikuwa ni neno ambalo nimeweza kulikumbatia sana sana. Bingwa, kwa mwanafunzi wako ambaye tayari ameweza kutufuatilizia hapa, mwanafunzi anapoandika insha yake, wewe unahisi ni maneno mangapi kati ya haya ambaye tumesoma leo tafsiri yeye tayari anafaa kuwe ameweza kuifahamu na anaweza kuwa na uwepesi wa kuvitumia na bila shaka kama kuyatumia maneno haya katika uandishi wake wa insha? Ile mwanafunzi kueleweka zaidi, hasa huu makuzi ya fasiri haya. Kumbuka ama tatizo tu narejeshe tu kwa wanafunzi wetu tu hapa, unapata kuna maneno mengine kama ulivyotaja tu neno register. Hii register ndio masijala na utapata register, na kuna neno staff room, ndio majilisi, ndio gown. Yani ni matamshi ambayo kwa mwanafunzi yanamueleweka mara nyingi. Utapata wanafunzi majilisi hawajui maana majilisi, hawajui maana masijala. Unapata kwa mwanafunzi tu kwamba ni vizuri asisitike vizuri ili kuandika uandishi yako bora, na yale matamshi tuliyosema tu yote nafikiri ni kwa mwanafunzi wake tu mwenyewe aweze kurejelea pale na kusoma pale na kusisitiza pale, kwa sababu shida itakalokuja hapa kwa mwanafunzi, unapasha yale baadhi ya neno aliyopasha. Kwa mfano kama vile ile fantasy yasema ile fantastic na kadhalika. Kwa hivyo unapata matamshi kwa taarifa yake ametaja neno elephantiasis ama whatever hiyo elephantiasis, ile tende ile. Sasa ndio tende. Sasa badala ya kupasha neno, kupata neno tende halipo, basi unapata mwanafunzi inabidi arejelee neno elephant, anatohoa ama kutoa kwenyewe, anatoa visiwe zaidi, tena inaharibuka kabisa. Ndio mara nyingi sana huwa nasisitiza kwa wanafunzi kwamba ukitaka kupasha neno ile kama elephantiasis na hulijui kwa Kiswahili, alafu hata kutoa kwenyewe bado ni balaa tupo. Badala yake heri urejelee makosa ama kurejelea badala ya elephantiasis tumia neno kolera. Ile kolera ndio malabu. Sasa hiyo malabu ama malabu. Sasa badala yake ndio waba. Malabu ni anemia ile ndio. Sasa unapata mwanafunzi anapopasha neno vizuri, kama anaelewa kama neno moja analieleweka kwa Kiswahili sawa, badala yake ile atoe kwanza ile elephantiasis, alafu pachike aidha ni ndo aba matafute nilipe safuri ama na kadhalika neno hayo. Kwa wanafunzi mara nyingi wanaeleweka na tukieleweka tu maneno ya fasiri hapa, tukipasha tu yote mara 100 akia Mungu leo mpaka kesho kama tayari tuliyopasha saizi. Lakini kuna wengine ilikuwa wanasemekana kwamba ni maelekezo ya lile swali, kwa maana ukimpa mwanafunzi azungumze magonjwa ya kama yanayotokana na maji chafu, hakuna wakati huyu mwanafunzi anafaa azungumzie magonjwa tofauti, hata tafute msamiati tofauti. Ikiwa tu ni waba itakuwa ni kolera, kwa maana inatokana pale. Hakuna vile ataongelea malabu, itakuwa ni tofauti sana. Isiwe kama kuna mwanafunzi fulani walikuwa nasemekana Palinyang anamjua sana, kwa anasema yeye akipewa hadithi alikuwa na taarifa moja tu, lazima hadithi yake kwa insha aelekee msituni. Sasa anaweza mwambia andika leo kuhusiana na neno magonjwa yanayotokana na maji, arejelee waba, lakini lazima hadithi yake ataenda msituni, alafu arudi akasema na kule ndipo nilipoondoka nikapatana nina ugonjwa wa waba.
Dakika ngapi zimesalia? Dakika 6 zimesalia ifike saa 6 mchana tukamilishe muda. Na kushukuru sana Mwalimu Fred kwa kutenga muda wako kuja kutufahamu. Maneno yake ya mwisho pengine kwa mwanafunzi na kwa jamii kijumla. Bila shaka mwanzo mwisho sana, nafikiri nitaanza kuwasalimu, si wasalimu ila niwasisitizie tu wale ni kama wanafunzi wetu wa kipindi chetu hiki cha leo. Kwa mfano nitaanza sana Lieutenant Peter Malongo, anasema kwamba kazi nzuri kaka Fred, alafu namkaribisha sana, anasema hivyo, namkaribisha mwelekezo wetu aweze kutembea paka kanisani, tuweza kujenga kanisani. Akasema ni asante, nasema naye tu. Alafu vile anapasha zaidi sana huyu. Pia vile daktari wetu anasema kazi nzuri no. Vile haya huyu ananikuza lakini zaidi tu mwalimu Hoi. Mwalimu Hoi. Hoi wala Hoi. Hoi ndio mwalimu mkuu ile kipindi hicho. Anasema kwamba ni bila shaka ni mwana Kiswahili. Mimi ni mwalimu Hoi wangu yu wa shule ya Deco Academy. Anasema kazi nzuri sana, na vile na naibu mwalimu Hoi. Haya David wa Mkoza anasema mimi sita, lakini ni sawa, mueleweka tu, kazi nzuri sana. Anasema umenipasha zaidi mengi ambayo sikujua mpaka leo hii. Anafahamu. Anafahamisha. Mpaka anasema waambie wanafunzi wako, anasema hivyo. Waambie wanafunzi wangu, sasa wangu wasisike masisitizo hayo zaidi yote. Haya, mkuu wangu vile mkurugenzi anasema kwamba yupo ngangari sana Mbasha leo. Wengi wanafuatilizia. Sisi tunashukuru sana kwa sababu ya muda. Bingwa naomba tuitamatishie pale, na tunakuonea fahari wewe kurejea kipindini. Nafuu yako tunazidi kukuombea uzidi kupata sana na tuzidi kukukuza Kiswahili. Anaitwa Mwalimu Fred Wafula au maarufu kaka Fred, mwalimu mwandishi na vile mfia lugha ya Kiswahili. Hapa ndio tunatamatishia kipindi cha Dawati la Lugha leo hii, na tunasema akipata muda bado tunamkaribisha tuzidi kukuzana na tukuzane zaidi. Ni mwalimu ambaye alikuwa anatufaa pakubwa sana katika misamiati na mambo yanakuwa sawa. Kutamatisha, wewe Mwalimu Fred, unapoelekea kaunti Trans Nzoia, wakumbushe kwamba mabingwa wa kitaifa kwenye handiboli ya wavulana baada ya kuilemea Jobo kwa handiboli tayari ni Musingu imeichabanga Jobo na kuibuka washindi katika mabingwa na kuwa mabingwa wa kitaifa kwenye handiboli ya wavulana. Wamepiga kwenye finali katika mechi ambazo zinaendelea katika kaunti ya Kisumu. Vile Butere imeinyuka Kayatiwi mabao 60 kwa pointi 60 kwa 53 na kunyakua ubingwa wa kitaifa kwenye basketboli ya wasichana. Butere the national champions volleyball inaitwa nini, handball ama volleyball, basketball champions ni Butere girls ambaye imeshikilia, na vile Musingu they are the basketball handball kwa handball kwa timu ya wavulana. Sekunde moja tu nisisitishie, kumbuka kesho napiga mtu 5 bila nimeshamaliza. Hawa ni wale wagonjwa ambao wanazungumza, wanatuma mambo yao. Ila ni mechi ya Man City ambayo itakuwa na Chelsea, tuone kutafanyikaje pale kesho. Asante sana Kevin Kibet kwa uelekezi wako, yuko pande ule wa pili kuhakikisha kwamba kipindi hiki kiko sawa sana. Na kuna faris kubwa sana rafiki yangu kaka Fred kwa kurejea kipindi tena. Ukifika nyumbani wasalimu wazee wetu, waambie Mwenyezi Mungu azidi kuwapatia nafuu na azidi kuwapatia baraka tele na tele. Mama Mirel yule shemeji yetu vile mfikisha salamu zetu kutoka pale hapa West TV. Asante sana Kibet, tukutane tena Juma kesho. Na leo tumepiga tu